Mimi wito wangu kwa uongozi wa bodaboda pamoja na bajaji hapa Mtwara kwamba waambie watu wao. Watazamaji wa TV Media, hapa ni katika eneo la Mbae ambapo tumekuja kuzungumza na wananchi mara baada ya kupata malalamiko juu ya kuadimika kwa usafiri, hasa kwa wakati huu wa asubuhi ambapo watoto wanatakiwa wawahi mashuleni. TV Media tumefika hapa na kuzungumza na wananchi hao ambao wameeleza malalamiko yao kubwa, huku wakiomba serikali kuchukua hatua kwa kurejesha daladala katika barabara hii. Naitwa Zuleha. Adha hii wanaipata watoto, kusema kweli mimi inaniuma sana, kwa sababu watoto wanakuwa kama wananyanyasika kwa sababu ya hela yao ndogo, sijui wanaoendea shule. Kwa hiyo wanachelewa kuingia madarasani kwa sababu ya pesa ndogo. Wenye usafiri wengi wanawaacha wanafunzi wananyanyasika kwa sababu inaonekana wana pesa ndogo, wanakataa kuwapakia kwenye mabajaji. Wakijaribu kukimbilia mabajaji wanawakataa. Bajaji moja moja ndio wanakuwa wanawakubali wanafunzi, iwe jioni iwe asubuhi, lakini wanafunzi mara nyingi wanakuwa wanaachwa stendi, inaonekana wao kwa sababu wana pesa ndogo. Kwa hiyo sisi ni kwa tunaomba, na wakiomba wengine ikionekana kwa mfano wanatoka Mbae hapa wakiomba vibali shuleni wanakataliwa kwa sababu inaonekana Mbae ni karibu. Kwa hiyo inashindikana. Ingewezekana ukawepo usafiri wa kuwachukua watoto kutoka huku Mbae kutokana na nauli zao walizokuwa nazo, kwa sababu wazazi wengine hawawezi kumudu kukodi pikipiki au bajaji ya kumpeleka mwanae asubuhi shuleni. Kwa majina naitwa James Cletus Maokola. Hadha ya usafiri ni kweli kwa wanafunzi huwa wanakataliwa wakati wa shule kama hivi zimefunguliwa. Kwa hiyo hata mimi hapa mwenyewe nimeshuhudia leo hii asubuhi hii wanawaacha, ila kuna baadhi ya watu wa Samaria Mwema wanawachukua, lakini kwamba muda mwingi wanachelewa kuhudhuria masomo shuleni. Kwa hiyo tunapendekeza kama ungeweza kutuletea usafiri wa zamani wa daladala, ile ilikuwa kidogo inapunguza hadhi ya uchelewaji wa watoto shuleni, lakini sasa hivi inakuwa yani kwamba daladala hakuna, bajaji wanajiamlia tu jinsi ya kuwasafirisha watoto. Unaona? Sasa kwa kweli serikali itufikirie jinsi gani watoto wetu watajikwamua kwenda shuleni kwa mapema na kuwahi katika muda unaostahili. Kama ni adha kweli tunaona kila siku hapa yani mara nyingi wanafunzi wanachelewa sana kuingia madarasani, shida ni usafiri. Tunaomba waturudishie usafiri wetu wa daladala, kwa sababu ile ilikuwa inachukua watu wengi sana kwa mara moja. Sasa hivi inakuwa shida. Majina naitwa Peter Samuel Paulo. Changamoto iko hivyo, wanafunzi wanapata tabu masomo, wanaingia darasani kwa kweli saa 2 wanafika. Ungeturudishia aisi zetu, muda ule tulikuwa na aisi hapa 2, waturudishia aisi angalau 4 ziwe tunapishana, nyingine naenda nyingine narudi. Wanafunzi unavyoona vile unavyoona vile kufika shuleni mpaka saa 3. Kwa hiyo watoto wetu kwa kweli wanateseka kwa kweli. Kwa upande wake, katibu wa chama cha waendesha pikipiki na bajaji mkoa wa Mtwara ameeleza kuwa hali hiyo inasababishwa na bei ndogo inayolipwa na wanafunzi ambayo kwao haina maslahi. Kwa majina naitwa Mshamuali, ni katibu wa chama cha waendesha bodaboda na bajaji mkoa wa Mtwara. Malalamiko yanahusiana na watoto wa wanafunzi kutengwa kwenye bajaji. Hili swala liko hivi: bajaji inapakia abiria wa shilingi 1000, lakini pia kwa matakwa ya kisheria bajaji inatakiwa ipakie watu 3 ili kupeleka kwenye ruti husika. Sasa wanafunzi wanapakiwa kwa shilingi 300, lakini pia serikali au madereva bajaji walikuwa wanapakia wanafunzi zaidi ya 3 ili walipe. Walikuwa wanaweza kuchukua wanafunzi 7, 8 kwa sababu ni wadogo, wakawa na wapanga ili kidogo iwe inafidia ile gharama. Lakini serikali wamekataza, wanasema wanafunzi ni abiria kama abiria wengine. Kwa hiyo kama abiria wengine wanakuwa 3 na wanafunzi wawe 3. Maana yake sasa ile ruti ambayo wewe ulitakiwa upate shilingi 3000, wewe utapata shilingi 900. Sasa ukikata gharama ya mafuta na uendeshaji, yule dereva bajaji haimlipi. Kwa hiyo walipeleka maombi yao na maombi yao mpaka sasa hivi bado hayajakaa sawa. Na ndio kitu ambacho kinafanya madereva bajaji sasa
wawakatae wanafunzi, yaani watawapakia mpaka mwishoni kabisa wakati wamaliza hesabu yao. Naye mkuu wa wilaya ya Mtwara ametoa rai kwa viongozi wa chama cha waendesha pikipiki na bajaji kuhakikisha wanazungumza na wanachama wao, huku akiwataka mamlaka ya usafiri ardhini LATRA kuhakikisha wanachunguza chanzo cha kutoweka kwa daladala Mtwara. Mimi ni Abdallah Mwaipaya, mkuu wa wilaya ya Mtwara. Kuna tabia ambayo imeibuka kwa watu wa bajaji kwamba wanapofika asubuhi ile pale wanafunzi wengi wanaachwa kwenye vituo, kwa sababu wanasema pale watapata fedha kidogo, wanachukua watu wazima, wanafunzi wanawacha. Labda mtu akodishe ile bodaboda, unajua sio ambayo unachukua inapita kwenye kituo, labda mnapanda watu wawili watatu, si wanne, mnalipa hilo, labda mtu anakodisha mwenyewe. Lakini bajaji ni kama daladala, kwa hiyo watu wanaingia wawili watatu, wanalipa. Sasa wakiona wanafunzi bajaji, kumekuwa na tabia kwamba wanaacha wanafunzi katika vituo na matokeo yake wanachelewa mashuleni. Mimi wito wangu kwa uongozi wa bodaboda pamoja na bajaji hapa Mtwara kwamba waambie watu wao, kwanza kwa wao wenyewe washirikie wenyewe, waambie watu wao kwamba ni marufuku kuacha mwanafunzi. LATRA ambao ndio wanatoa leseni hizi za kwa vyombo hivi vya usafiri, wahakikishe kwamba kwanza waangalie nini ambacho kilisababisha daladala hizi zimeondoka hapa. Kama kuna uwezekano basi tuwe na msaada wa daladala ziweze kurejea katika maeneo yetu. Lakini cha pili, LATRA hawa waweze kutoa maelekezo kwa watu wa bodaboda pamoja na bajaji, lakini zaidi ya yote tunazungumzia hapa bajaji kwa utaratibu huu kwamba wasiache wanafunzi katika vituo asubuhi na jioni wanaporejea kurejea majumbani. Nikiripoti kutoka Mbae, Manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.